Niliingia kwenye choo cha umma pamoja na mwanangu mdogo. Nilifunga mlango kutoka ndani, nikatandika karatasi za chooni sakafuni, kisha nikamlaza alale. Halafu ghafla, mtu akaanza kugonga mlango kwa nguvu. Nikapaniki, nikaziba masikio ya mwanangu na nikasukuma mlango kwa miguu yangu. Wakati huo, nilivunjika moyo na kuanza kulia kana kwamba sikuweza kuvumilia tena. Ukweli ni kwamba sikuwa na hata dola moja iliyobaki. Mwenye nyumba alikuwa tayari amenifukuza na mambo yakaharibika kiasi kwamba siku iliyofuata polisi walinipeleka kituoni. Niliwasihi na kuwaambia kwamba nilikuwa na usaili muhimu siku iliyofuata, lakini hakuna aliyenisikiliza. Nilitumia usiku mzima nimefungiwa ndani ya selo. Asubuhi iliyofuata, nilikimbilia moja kwa moja kwenye kampuni kwa ajili ya usaili. Sikuwa hata na muda wa kubadilisha nguo. Kila mtu pale alikuwa amevaa suti safi, huku nguo zangu zikiwa chafu na zenye madoa. Hata hivyo, nilitembea mbele bila kusita na nikasalimiana kwa mikono na kila mtu. Bosi alikunja uso na kuniuliza swali gumu, lakini sikuweza kulijibu kwa usahihi. Chumba kizima kikapasuka kwa vicheko. Nilifeli usaili. Baada ya hapo, nilifanya kazi kwa bidii zaidi. Mchana nilibeba vitu vizito ili kupata pesa kidogo. Hata nilipokuwa nikila chakula cha jioni usiku, niliendelea kusoma kwa sababu sikuweza kumudu kupoteza hata dakika moja. Safari hii, nilirudi ofisini nikiwa nimejiandaa kikamilifu kwa usaili mwingine. Niliitwa ndani ya ofisi ya bosi. Nikavaa suti haraka. Nilipoingia ndani, bosi alisimama na kunyoosha mkono wake kunisalimia. Macho yangu yakajaa machozi. Nilidhani kila kitu kimeisha. Lakini nilipogeuka kuondoka, bosi alinizuia. Akanipa dola 10 za mwanzo na kunipa kazi. Nilijawa na hisia. Mara tu nilipotoka nje, nilisherehekea kwa furaha katikati ya umati wa watu. Kama unampenda baba yako pia, basi like video hii, kisha niambie kwenye comment neno moja kuhusu baba, kwa jinsi alivyokupambania mpaka wewe kufikia hapo ulipo.